Leo tunajifunza somo lenye kichwa kinachosema jinsi ya kufanya ili maombi yako yajibiwe. Jinsi ya kufanya ili maombi yangu na yako yaweze kujibiwa na Mungu. Tuanze kwa kufungua Biblia. Leo tuna mistari mingi lakini twende haraka kiasi chake. Hatutaacha hoja isiyoelezewa vizuri lakini vile vile tutajitahidi kutunza muda. Ukisoma katika kitabu cha Yohana, ukifungua katika Yohana mlango wa 16, Biblia inasema Yohana 16, Biblia inasema mstari ule wa 24, anasema hivi. Yesu anawaambia wanafunzi wake, anakuambia wewe, ananiambia mimi, anasema hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapata, furaha yenu iwe timilifu. Yesu anawaambia wanafunzi wake, anasema sioni mkiomba. Je, labda hamna haja, hamna shida, hamna sababu labda, lakini mpaka sasa sioni maombi. Nikaangalia mezani kwangu sioni kilichoomba. Nijibu nini? Hilo neno Kristo ananiambia wewe na ananiambia mimi, anakuambia na wewe. Anasema hata sasa sijaona maombi yenu. Leo of course swala la maombi sio rahisi ulihubiri ndani ya ibada moja kama hii ukamaliza, lakini tutajifunza mambo 12. Mambo 12, labda yako mengine neema Mungu tufunika atatufunulia na mengine, lakini nimeona 12 tuna jinsi ya kuenenda, jinsi ya kutenda ili kusudi haja zetu, maisha yetu yaweze kupata majibu, yaweze kujibiwa na Bwana, na Kristo, na Mungu Baba na Roho Mtakatifu wa Mungu, ule utatu ambao tunaoamini na kuabudu, tuweze kupata majibu sahihi, majawabu ya mambo yetu tunayoomba kwake. Tutaona mambo 12. Ukisoma hata fungua pale, ukisoma katika Isaya, okay tufungue. Mimi ngoja nifungue. Isaya 59, ukisoma Isaya mlango wa 59 mstari ule wa kwanza anasema hivi. Isaya 59:1 anasema hivi. Tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake sio zito hata asiweze kusikia. Huko mbele anatoa sababu kama matatizo ni yetu sisi wanadamu. Labda hatuombi, labda hatufati mbinu. Okay, labda mstari wa pili ni usome. Lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, msiuone hata hataki kusikia. Sasa leo tunaangalia ni nini tufanye tutoke katika hii hali ambayo Isaya anamwambia wanadamu, anamwambia Mkristo. Anakuambia mimi na wewe. Anasema sio ujumbe tunaopata hapa kwa Isaya 59. Tatizo sio la Mungu Baba yetu. Ndio sio. Anasema Mungu hajashindwa kuokoa. Masikio yake hayajaziba, yako wazi. Anasema hata sasa, Yesu anasema hata sasa hata kuomba hamuombi. Nitaanzia wapi? Cause ikumbuke kwamba ukisoma sehemu fulani kwa Mathayo mwanzoni pale, anasema iweni kama baba yenu mwenye haki ambaye huonyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Kwa ujumla wote bila hata kuomba watu huwa tunaishi, tunapitia katika nyakati nzuri na mbaya, lakini sio mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu anataka mambo yetu yajulikane, haja zetu zijulikane kwa Bwana ili kusudi aweze kujishughulisha na mambo yetu magumu tunayopitia, machungu tunayopitia, wakati mwingine hata mazuri tunayopitia. Mungu aweze kuhusika. Kwa hiyo leo tunaenda kuona mambo 12. Mambo 12 ambayo tunaweza tukayatenda. Na niseme sasa ni yote 12 tunatenda. Kuna mengine unatenda mara moja kwa mwezi. Unatenda mara moja kwa mwaka. Lakini kuna mengine tunayaishi siku kwa siku, saa kwa saa. Hii ni mradi tu yawe sehemu ya maisha yetu ya Ukristo. Mengine ni ya wakati kwa wakati, mengine ni ya mara kwa mara, mengine ni inachukua muda na nini. Lakini yote katika yote na labda sio lazima yote yatimie, lakini yanavyotimia yote ndivyo tunavyoendelea kupata majibu ya Mungu wetu. Tuangalie vile vipengele. Kipengele cha kwanza kabisa kinasema fanya maombi. Yaani anza ili kusudi tuweze kujibiwa. Hivi Mungu anaweza kujibu kitu ambacho
Unaweza ukajibu swali ambalo hujaulizwa? Hapana, hatuombi. Anasema katika kitabu cha Yakobo, kitu cha kwanza kabisa jifunze kuyafanya yale maombi yenyewe. Wakati mwingine unaweza kukaa hapa useme Mungu wangu jamani mbona yule mambo mtoto watoto wa huyu angalia washapata kazi yule nini mambo mimi wa kwangu wako tu nyumbani wanarundikana naendelea kuwalisha kama walivyokuwa darasa la pili. Kweli. Kumbe hata hujaomba hata kumuomba Mungu. Nikuulize wewe Mkristo, unawaombea watoto wako miaka 10 20 ijayo mbele wawe wapi? Ukianza of course na maisha yao ya kiroho. Hata kuomba kwenye. Of course, huwezi ukaishi katika kuomba kwamba asubuhi usiku kila wakati, lakini ukijiassess, ukijitathmini uweze kujua kwamba kwa kweli mimi mambo yangu, maisha yangu, afya yangu, njia zangu, safari yangu napoenda na kutoka, watoto wangu kama labda watoto wazazi wangu, mji wangu yangu, maisha yangu ya kazini nimeyaweka mikononi mwa Mungu, nimeyafanyia maombi. Na maombi sio kwenda mbele mkaanza kugonga ukuta mkafanya nini? Hapana, tunaongea yale maombi ya Yesu Kristo ya kuingia sehemu ya ndani ya sirini na kuweza kuyafikisha mbele za Mungu aonaye sirini ambaye anatujaza wazi wazi. Yaani mmekusikia maneno. Ukisoma katika kitabu cha Yakobo mlango ule wa pili Yakobo 2 anasema hivi. Twende Yakobo 4. Twende Yakobo 4. Yakobo 4 anasema, mstari wa pili anasema hivi. Mwatamani wala hamna kitu, mwaua na kutoa na kuona wivu wala hamwezi kupata. Mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu kwa kuwa hamuombi. Yakobo anasema tatizo kubwa linaanzia pale kwamba hamuombi. Kwa hiyo ili kusudi tutoe kujibu kusudi Mungu aweze kuwa sehemu ya lazima kwanza tujifunze kuomba. Nishasema nguzo 3 za Mkristo. Mkristo kweli ni Mkristo yule ana nguzo 3 hazitoshi kujenga kusimamisha nyumba, lakini angalau zitaipa msingi. Tunaweza kufanya na vitu vingine, lakini anza na hizo 3. Uwe ni mtu mwenye kusoma neno la Mungu, usipungukiwe sura moja kwa siku moja ya Biblia. Tena kwa mpangilio, sio leo unasoma sura moja ya Yakobo, kesho unasoma sura moja ya Mwanzo na hiyo ni kujidanganya. Wanafunzi wanapokuwa shule wanasoma kwa utaratibu. Anatoka hapa anaenda hapa, anatoka topic anaenda nyingine. Kwa nini na kwa Mungu tusiwe na utaratibu? Lakini la pili tukaona ni maombi. Haja zetu na fadhaa zetu tumjulishe Bwana, sijulikane kwa Bwana. Na la tatu tukasema ni Mkristo mwenye tabia kuimba nyimbo tenzi za rohoni, nyimbo za rohoni za Mungu. Tumeona pale kwenye Yakobo, kwenye Yohana 16:20 anasema fulani. Pale tulipoanzia. Anasema hata sasa hata ninyi akina Petro wakubwa kiasi gani? Siongei na watu wa huko mbali wasiomjua. Ninyi tunaoshinda wote hata sasa hamjawahi hata kunyomba kichuchu. Nafikiri hata Petro ukisoma katika Mathayo pale mlango wa 8. Walikwenda wakakuta mama mkwe wa Petro. Petro si wanamwitaga ndo papa wa kwanza. Papa huwa ana mama mkwe. Lakini huyu tunamwona mama mkwe wa Petro aliyemzalia mke. Sisi tuna papa. Sasa papa Petro wapi wewe jamani? Msio mnada. Mkisikiliza wewe mwenye dini yako ukitaka danganya bila kuhusisha Biblia. Kwa sababu itakukamata iko wazi. Petro ana mama mkwe. Wanakuja wanakuta ana homa kali. Yesu ndo alijiongeza mwenyewe akasema huyu mama huyu ngoja tu nifanye nini nimponye. Sasa tumuone Petro anamwambia bwana mama mkwe hali yake sio nzuri. Yesu ndiye aliyejiongeza. Akamponya. Yule mama naye akajiongeza akaanza kuwatumikia. Amina. Nataka kuonyesha kwamba hata akina Petro walikuwa hawaombi. Je, ni wakushutumiwa? Hapana, wale ni mitume wa Mungu na watu wakubwa kiroho, mifano mikubwa kabisa ya mashakini, na wenyewe ni wanadamu wanapungukiwa. Sasa tutumie yale waliopungukiwa ili kusudi sisi tuweze kukamilika. Amina. Hoja ya kwanza tuanze ili kusudi maombi yetu yaweze kusikiwa, tuyafanye maombi kwanza. Yaombwe, tufanye maombi. Hoja ya pili, usiombe kwa ajili ya tamaa.
watu wengi utakubaliana na mimi kwenye makanisa unakuta maombi yao hayana utaratibu. Yaani unaweza kukuta mtu yuko hapo anaomba unaomba mtoto wako apate kazi kasino. Unaomba mtoto wako sijui aende Ulaya afike kule awe shoga. Amekuacha nyumbani. Ameenda kutafuta karatasi za noti ambazo na Tanzania noti pia zipo. Sina maana kwamba uweze kuombea hicho kitu, lakini lazima kiwe katika hali ambayo sio ya kutafuta vitu vya mwilini na tamaa. Mungu hata kuvijibu, ila shetani anaweza kukaa pembeni akasema hivi namsikiliza kama vile anaomba nini kule. Anataka nani mtoto wake aende Ulaya au kingoja. Kisha amefika San Francisco akakutana na mashoga au shoga. Kweli kabisa. Mungu anataka tumombe vitu vyenye tija katika maisha yetu ya kiroho na ya wengine na ya ufalme wa mbinguni. Na ni sio lazima viwe vitu vya kidini sana, vingine ni vya kimwili. Vipi kwa mfano labda una kazi. Ukaomba Mungu naomba kazi yangu hii uibariki izae matunda na ile kazi ndiyo ina watu wawili watatu inawasaidia wanaishi. Kuna kitu unawasaidia. Sio Mungu naomba nilikuwa na nani mimi na gari yangu ina namba C wakati kuna namba E Mungu wangu jamani na mimi nikumbuke nipate namba E. Maombi ya namna hiyo. Wengine mbona wengine miaka yote naendesha gari ya Mjapani tena sekandini Mungu nakuomba unipe brand new kutoka Ujerumani. Maombi gani? Maombi ya tamaa. Na mimi niweze kuonekana wamezidi kunilingia miaka yote. Yaani mtaani tu anaingia na kutoka hapa kuna magari 7 mimi simo miongoni mwao. Maombi kama hayo watu wanaenda kwa waganga wa kienyeji wanajiita wakuu wa dini, wanaenda kuyaomba. Yamekaa tamaa. Usiombe kwa ajili ya tamaa. Yakobo tulipokuwa pale, Yakobo tumetoka kusema kwamba kitu cha kwanza Yakobo anashutumu kwamba hatuombi. Yesu anashutumu kwamba hatuombi. Wakristo mambo 12 ambayo tunaweza kufanya na tunatakiwa tuyafanye ili kusudi maombi yetu yajibiwe, yasikilizwe. Ukisoma katika Yakobo pale tulipokuwa pale 4:3 anasema hivi. 4:3 anasema hata mwaomba wala hampati kwa sababu mwaomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu. Wewe niulize, ukichukua Wakristo sikiliza vizuri tukubaliane. Jamani tuhubiri pamoja. Ukichukua Wakristo 10 hawa kwenye makanisa yanaitwa wa Kikristo ya mwendo kasi. Ukamwambia ombea mambo 10. Mangapi yatakuwa ni ya tamaa vitu vya tamaa vya mwili? Katika 10 unaweza kukuta 10 kwa 10, 8 kwa 10, 9 kwa 10 hapo. Ukakuta labda kamoja. Ni nani anaweza akaombea Mungu ninakuomba wanangu. Haya ukitaka ukisema wazazi 10 waombee wapeleke maombi labda madhabahuni. Na mara nyingi maombi tunafanya sio wenyewe hata tukifanya madhabahuni lakini sisi. Wangapi wataombea watoto wao wapate degree na ni wangapi wataombea watoto wao waweze kutoka salama wakiwa watumishi wa Mungu wacha Mungu. Watumishi wa Mungu sio lazima mchungaji lakini wanaishi maisha ya kimungu. Wangapi? Hawa wa mashuleni watakuwa 10 kwa 10, hawa wanaoombea watoto wao maisha ya kicho cha Mungu unaweza usipate mmoja katika wale 10. Ndio. Ni maombi mabaya hayo ya hao wanaoombea. Waombee hivyo lakini tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake na hayo mambo mengine yaje kama nyongeza na utayapata. Amen. Pamoja na mimi. Mungu anasema jilindeni na choyo. Ilikuwa kwenye Luka 12:12-15. Anasema kwa sababu maisha ya mtu hayamo katika wingi wa vitu alivyonavyo. Sikuwa na muda wa kwenda huko. Tunaona kitu kingine usiombe kwa ajili ya tamaa. Aina ya maombi unayofanya. Kwanza yafanye, pili yao ni maombi yenye yasiyo ya kitamaa. Tamani. Kwenye familia yetu mimi hatuna mtu hata mmoja alishawahi kumiliki gari. Naomba ni wao kwanza niingie kwenye. Ndio sababu. Vipi ukisema kwamba Mungu naomba ukanipe basi usafiri urahisishie huduma niwe naenda kukutumikia.
maombi ya kweli. Kweli kabisa. Hoja ya tatu, namna ya tatu ya kufanya kusudi maombi yetu yajibiwe, omba ukiamini kuwa utapokea. Ndani ya maombi kunaenda na imani iliyojengwa juu ya kweli ya neno la Mungu. Na wakati mwingine unajua kabisa kwamba hili ombi neno liomba kwa sababu imani na neno la Mungu ni vitu vimeshikana, kitu kimoja. Hili neno liomba sehemu fulani Mungu amelieleza hivi kwamba liombe hivi. Sio unatoa bala. Mnapiga huku. Bala. Mungu tufungulie kanisa. Kanisa letu limefungwa na serikali. Mnapiga na sarakasi. Mnazuia na mwendo kasi kupita. Maonyesho. Maombi ya maonyesho. Mwenye kamera mtu pige picha tuonekane. Unaomba ukiona hawajakuona unaenda mbele yake uonekane. Ili kusudi na wewe kesho utoke kwenye gazeti. Maombi gani hayo? Watu wamezidi kufanya utapeli huo. Omba ukiamini kuwa utapokea. Sio kwa ajili ya hayo maonyesho. Anasema katika Yakobo leo ameongelea mambo ya maombi sana. Mlango wa msikiliza sana. Naweza kusoma hata mstari mmoja. Kwa sababu na hoja 12 angalau kila hoja niipe mstari mmoja kima cha chini au miwili. Yakobo 1:5 anasema lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima na aombe sala kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu wala hakemei naye atapewa. Anasema ila na aombe kwa imani pasipo shaka yoyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari linalochukuliwa na upepo kupeperushwa huku na huku. Unasema je, mtakachoomba kama mnaomba hekima, kama mnaomba kula mkashiba, Mungu anataka ninakuombea wewe unayetufuatia kutokea mbali na wewe ulioko hapa ule ushibe. Kabisa Mungu akupe kula na kushiba, lakini sio kwa ajili ya tamaa. Sio kwa ajili ya maonyesho, sio kwa ajili ngoja na mimi siki Jumapili iliyopita walikaanga mimi nikala maharage. Nilisikia ile kama sio kitimoto ile. Jumapili nyingine walikuwa na kuku pale. Mimi tu napita. Mungu naomba na mimi ikiwezekana unipe na pilau niwafunike. Hapana. Naomba kwa ajili sio hivi, anasema tuombe kwa imani. Hoja 4, omba katika mapenzi ya Bwana. Ngoja nikwambie, maombi mengi yale yote nilikuwa nasema mengi yako nje ya mapenzi ya Mungu. Uone kwamba hiki kitu ni mapenzi ya Mungu au je, watu waliopitia katika hii kitu walimalizaje mwendo na Mungu wao? Ngoja nikwambie, watu wengi waliopata vitu vingi wakashiba, wengi walifarakana na Mungu wao. Ndio sio? Ndio sababu neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mithali mlango wa 30 mstari ya 8 pale, anasema Bwana nakuomba, mstari wa 7 mpaka anasema na kuomba usinipe utajiri. Ambao watu wanauomba sana. Wanatoa kafara za watoto wao waupate, lakini anasema Mungu nakuomba usinipe utajiri. Nisije nikasema Mungu ni wa nini? Namhitaji wa nini? Sio utajiri umezidi. Mungu anahitaji ninachokitaka chote. Lakini wewe usinipe umaskini, nikakutukana jina lako, nikalitukana nikasema Mungu hayupo, kama angekuwepo angeshanisaidia. Yaani anamaliza anasema hivi, bali unilishe kwa kadiri ya kula kwangu. Amen. Si ndio? Tujifunze kuomba katika mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu tuweze kupata mahitaji yetu. Na kama atatupa ziada, iwe ile ziada, kabisa ziada ikawepo kubwa, iwe ni kwa ajili ya watu wengine ambao hawana uwezo wa kutunza ziada. Kuna mtu mwingine Mungu anachukua mali zako ambazo angekupa, anajua huyu hana kifua hata zitunza huyu. Ngoja nimpe yule amtunzie, hawatakuwa anamsaidia. Kweli kabisa. Ayubu anasema mimi katika matatizo ninayopitia yote, kama kuna mgeni alipita sikumkumbuka. Kama kuna yatima aliyelala njaa bila katika nyumba yangu au katika majirani, wote niliwalisha. Anasema kama kuna baya jingine zaidi haya basi anipate kama nifanye. Omba katika mapenzi ya Mungu. Kitabu cha Yohana mlango wa Yohana wa kwanza, sio Yohana Injili wala sio Yohana Ufunuo, zile nyaraka zile.
za mwishoni mwa Biblia, mwishoni mwa Agano la Kale pale. Una Yohana wa kwanza mlango wa 5 ukisoma mstari ule wa 14 na 15. Sikiliza maneno haya. Mstari mmoja muhimu sana. 14:15 Yohana wa kwanza 5:14-15 nasema hivi. Na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake hutusikia. Tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake. Swali lile niuliza ama niulize tena, usichoke kulijibu maswali. Na sio lazima mseme kwa mdomo. Tafakari. Watu wengi wanapopeleka maombi yao wanaenda kuomba kwa sawasawa na mapenzi ya Mungu. Wewe wakati mwingine Mungu anaweza kuleta ugonjwa na mateso katika maisha ili kusudi yule mtu aweze kumtafuta Mungu. Aweze kutengeneza Mungu, si ndio? Lakini mtu akaenda kuomba ili kusudi tu apone aendelee na mambo yake yale. Hayo sio mapenzi ya Mungu. Kabla hujaenda kuomba kuponywa, ni vizuri kabisa tukaomba tukaponywa na Mungu na kuomba wewe unanisikia na wewe usinisikia. Wote vile Mungu akuponye. Lakini kabla lenga sana kwanza kutenda mapenzi ya Mungu. Ule ugonjwa uweze kukupa kutengeneza na Mungu wako. Uweze kutengeneza na Mungu wako. Lazima tuombe katika mapenzi ya Mungu. Ikikulazimu, ikinilazimu hata kuteswa. Kama ndio mapenzi, unajua wakati mwingine mapenzi ya Mungu ni watu tuweze kupitia katika mapito. Ni mapenzi ya Mungu. Unaweza kusema sasa ni Mungu katili labda. Hapana. Jifunze kumjua Mungu wako wa Biblia. Petro ngombe wakati mwingine unaweza kutamani mtoto apitie katika mapigo ili kusudi apone. Uliyemzaa kabisa. Hivi suppose labda ukamzaa mtoto wako akaenda kaanza kazi. Baada ya kupata kazi ile pesa yote akaipeleka katika umalaya. Kawa anaishi maisha ya umalaya na nini. Ila anazipata kabisa unaziona lakini anaishi maisha na mimi. Utatamani aendelee kupata pesa zaidi? Utatamani wakati mwingine afukuzwe alafu akae kijiweni alafu muombe Mungu. Akishakaa kijiweni miaka 3 akatia akili, naomba umpe kazi ndogo ili kusudi aweze kula kashiba, aweze kutunza na mji. Petro anasema katika Petro kwanza 3:17 anasema maana ni afadhali kuteswa kwa kutenda mema ikiwa ndiyo mapenzi ya Mungu kuliko kwa kutenda mabaya. Anasema inawezekana lazima mapenzi ya Mungu yakakulazimu kuteswa ili mradi tutende mapenzi ya Mungu kuliko kutokuteswa kabaki unatenda mabaya. Ni nani anatamani mtu kama Diamond pale aendelee kupata pesa nyingi maisha yake yale? Mimi ungeniuliza ngeniambia kwamba angeza hata kawa kama Nebukadneza kawa kichaa alafu akatengeneza na Mungu. Kama itawezekana. Sidhani kama anaanza yuko kwenye hatua ya kutengeneza tena. Na Amina alishapita mipaka. Lakini you never know. Sipo katika maisha roho ya mwanadamu. Hoja ya 5. Hoja ya 5 nasema kulishika neno na amri zake. Yaani Wakristo tunataka Mungu nipe kile, Mungu nipe hiki, lakini ukimwambia Mungu akasema lakini sasa kile mbona hicho sitaki. Yaani kama mtoto ambaye anataka baba mama uende kumnunulia hiki mnunulie hiki na hiki lakini asisikie maelekezo yako yoyote yale. Mradi tu wewe umpe tu. Mjaze. Leo hii mitoto mingi iliyoharibika wazazi wameweka katika hali kama hii. Junior chukua hiko fanya hiko lakini Junior njoo sitaki. Tunaona hoja ya 5 kulishika neno, kulishika amri zake. Moja ya Yohana tulikuwa pale. Tulikuwa kwenye Yohana na Petro hapo kwenye nyaraka. Twende kwenye moja ya Yohana mlango wa 3 mstari wa 22 anasema hivi. Moja ya Yohana mimi sana ninachosaidia ni kutuongezea hoja inakuwa imejitosheleza lakini inatuongezea uvuvio, inatuongezea kwamba hii ni sauti ya Mungu sio mawazo yangu. Mawazo nayatoa kwa niaba ya neno la Mungu. Lakini neno la Mungu likija pale ndio linaongea. Linathibitisha. Yohana 3:22, Yohana wa kwanza 3:22 anasema hivi. Yohana wa kwanza 3:22 anasema hivi. Na lolote tuombalo
twalipokea kwake kwa kuwa twazishika amri zake na kuyatenda yapendezayo machoni pake. Lolote tunaloliomba tunajibiwa. Yohana anasema. Na sio kusema kwamba Yohana kila kitu alikuwa anajibiwa. Alipokuwa anaenda kinyume mapenzi ya Mungu, angeweza hata kuandika meza anasema yote tunaomba nje ya mapenzi ya Mungu hatupati. Lakini anasema yale tunaomba katika mapenzi ya Mungu. Yale tunayoomba kwa sababu tunazishika amri zake, tunajibiwa kwa sababu tunatenda kulingana na neno la Mungu. Nakwambia imekupasa wewe Mkristo, mimi na wewe. Tusiweke mbele orodha ndefu ya vitu tunavyohitaji kwa Bwana kabla tungeweka orodha ndefu ya mahitaji yake kwetu. Tutimize mapenzi yake na yatatimiza. Hivi ni kipi kinatakiwa kuanza? Yeye atimize mahitaji yetu au sisi kwanza tutimize mahitaji yake? Yeye Bwana Kristo. Na ni kuhakikishie leo ukienda kwenye makanisa yanaitwa ya kuomba yale, yanaitwa maombi. Kanisa la maombi la wapi sira. Ukiwaingizia hii hoja ambayo iko wazi kabisa kwamba kwanza tutimize mapenzi yake. Anasema yote tunaomba ni kwa sababu tunajibiwa kwa vile tunazishika amri zake. Ukimwambia amri hatutaki kuzishika. Yohana anaongea katika agano la kale, katika agano jipya la amri. Mimi nimegombana sioni haya kusema nimegombana kutofautiana na Wakristo wengi wanaotaka kuambia kwamba hatutaki kusikia habari za amri za Mungu. Upendo wa Mungu unatawala. Upendo wa Mungu ni finali. Kuja kufikia upendo kamili. Anasema mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu. Yaani manake anzeni na kuzishika amri zangu alafu mfikie katika pendo langu. Sisi tuko katika pendo la Kristo. Ukimwangalia pale mapaja yako nje. Anawakwaza waliomo na wasio kuwemo. Unajua kuna akina mama wanaokuta anamkwaza hata mtoto wa miaka 3 wa kiume hata mwanamke mwenzake anakwaza. Ndio sio? Wavauchi wanakwaza wote. Wakubwa wanakwaza mpaka mzee kikongo kinakwazwa. Yeye anakuwa amelenga wale vijana anafikiri anakwazwa wote. Wote. Tuko tunaangalia mambo 12 ambayo tukiyafanya tunaongeza usikivu, tunalivuta sikio la Bwana ili liweze kutujibu maombi yetu. Usiache kuomba, fanya maombi. Usiombe kwa ajili ya tamaa, omba ukiamini kwa utapokea. Omba katika mapenzi ya Mungu. Hakikisha kwamba ili liko kwenye mapenzi ya Mungu, inampendeza Mungu kitu kitokee, lakini vile vile kulishika neno na amri zake. Yohana 15:7 anasema ile injili. Maneno anasema mimi nikikaa ndani yenu, ninyi mkaa ndani yangu na maneno yangu akikaa ndani yenu, ombeni kila lolote lile ombeni mtatendewa. Yaani analiwekea sharti. Sehemu nyingine anaongea bila masharti lakini sehemu nyingine anaweka masharti. Kwa Yohana 14 aliongea bila masharti. Yohana 15 akaona hawa watu wanaweza kawa hawakuelewa. Ngoja niwaambie sharti. Sharti maneno yangu yakae ndani yenu. Maneno yangu yakae ndani yenu. Yohana 15:7 anasema hivi. Yohana 15:7 anasema hivi. 15:7 anasema. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa. Amen. Hapo nini kinatakiwa kianze? Maneno ya Bwana yakae ndani yenu. Sehemu nyingine akasema mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu. Mtakaa na mimi nitawajibu, maana yake ni pendo la Mungu ni pamoja na kutujibu. Hoja ya 6, omba katika jina la Yesu. Leo hii kuna makanisa, kuna maimani. Kwa nini tunagusa makanisa? Kwa sababu ndio yenye kubeba huu ujumbe. Yakibeba ujumbe mbaya watu watapotea. Lazima tukae tunanyosha mambo. Yesu hakuhubiri habari za Pilato. Hata wewe unasema ole wako alihubiri mstari mmoja. Akasema yeye aliyenitoa kwako, aliyenileta kwako ni hukumiwe. Ana dhambi kubwa kuliko wewe, lakini na wewe mwenyewe
una dhambi. Lakini rudi huko nyuma uangalie wakuu wa dini alikuwa anapambana nao. Kila sabato alikuwa anawafuata kule kwenye sabato zao. Anasema hivi ni halali kutenda mema au kutenda mabaya siku ya sabato. Mtu mwingine anasema nyie mnaokuja kwa Yesu kuna siku 6 za bure kabisa za kuponya. Acheni kazi mje mponywe siku ya sabato iheshimuni. Unataka kumfundisha Yesu Kristo habari za sabato. Kwa hiyo alikuwa anapambana na watu wa dini, vile vile lazima tupambane nao. Kwa sababu ndiko upotoshaji mkubwa unakopitia. Wewe mwambie mtu anayesimama akaanza kutoa ahadi za uongo kwamba nitawajengea visima, nitawaletea magari, sijui ambulance, sijui wagonjwa, nitajengea hospitali, huyo hapotoshi roho za wanadamu. Anawadanganya, anafanya mbaya. Ni yule anakuja anakuambia, "Hebu njoo hapa utoe sadaka kazuri. Alafu Bwana atakusikia, lakini endelea na madhambi yako, hakuna shida mradi nimeshakula nikashiba." Huyo ni mbaya sana. Na wengine ni hao watu wasanii wanaovaa masketi. Nishafundisha maagent walio wakubwa wa shetani. Kwanza kabisa ni hawa wakuu wa viongozi wa dini. Wanaohubiri kinyume na neno la Mungu. Na ni wengi. Wa makanisa makubwa yenye heshima na sio na heshima. Ote. Huyu ndiye mwalimu wa Tanzania nzima. Yani huyu watu wote wanamkubali. Muda wote anahubiri tu na kinani kiko hapa kinajulikana. Kipaza sauti. Kapesa kako kaweke vizuri. Leo ni wiki ijayo tutakuwa Dar es Salaam yote kila mtu anaeka sadaka. Yaani hatoki kwenye kale ka sadaka. Hatoki kwenye kale ka sadaka. Vyovyote vile. Omba katika jina la Yesu Kristo. Hii kuna watu na maombi, kuna dini kwa mfano dini za watu wanaitwa mashahidi wa Yehova. Wanajifanya ni watu wakamilifu kweli kweli. Wana nyumba, makanisa yanaitwa jumba la ufalme. Jumba la ufalme ukuta imeandikwa sehemu fulani. Jumba la ufalme. Wanaomba wanakuambia kwamba jina la Yesu ni kama mtume fulani. Na wengine anaomba bila hata kulitaja jina la Yesu Kristo. Of course, Yesu Kristo ndio kama ni kama utambulisho wa Mungu Baba. Hata tukitaja utatu mtakatifu Yesu Kristo yumo ndani yake. Lakini tusiache kulitaja jina la Yesu muda kukumbushia watu hata ambao hawaelewi. Wakati mwingine unaweza kuona unaelewa wewe. Ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Au ni katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo lazima jina la Yesu Kristo lifiche mle, liweze kutokeza mle. Leo hii ukienda kwenye hizo dini, utakuta Yesu Kristo hayumo, wanasema tunamuomba kwa jina la Yehova. Unasema kama mna shida mnataka kufika kwangu, ama anza na mwanangu. Biblia inasema katika kitabu cha tuko kwenye Yohana 14 mstari wa 13 anasema nanyi mkiomba neno lolote kwa jina langu hilo litafanyika ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Hapo akasisitiza nini? Jina la Yesu lisikae pembeni, si ndio? Wewe kuulize, watu wakitoka hapa kaenda msikitini wakaenda kuomba, wanaomba katika jina la Yesu? Hapana. Haya, watu sikiliza vizuri. Sikiliza vizuri. Sikiliza mfano mzuri. Sikiliza vizuri kabisa. Leo hii unaweza kusikia kwamba dini zinakusanyika na wanaenda kwenye uwanja fulani, wanaenda kuliombea si taifa, wanakusanyika pale. Pale wanapokusanyika na dini zote na wasio na dini, wakakusanyika wote, wanaomba katika jina la Yesu. Mkienda katika mikutano mkaambia jamani tuanze kwa maombi, lakini msilitaje jina la Yesu. Omba sala ya jumla, mtaje Mungu sawa. Pale ni kudanganyana. Pale ni kudanganyana. Ombeni katika jina la Mwana, katika jina la Yesu Kristo. Kabisa. Nani mwenye kusikia maneno? Yohana 14 mistari miwili, 13 na 14. Anasema lolote mtaliomba kwa jina langu Baba atalifanya. Sehemu nyingine anasema okay, sihitaji hata kulipeleka kwa Baba, mimi mwenyewe ndo natosha. Lolote mtakaomba kwa jina langu hilo nitalifanya. Na Yohana 16:24 anasema Yohana 16:24 tulisoma, lakini tulisome tena tusome 26 anasema na siku ile anasema hivi, na siku ile mtaomba kwa jina langu wala siwaambii ya kwamba mimi nitawaombea kwa Baba.
Kwa maana Baba mwenyewe awapenda kwa kuwa ninyi mmenipenda mimi. Anasema ni lazima mnihusishe mimi. Hata kama mtamuomba Baba, mnanipenda mimi. Kama hivi tunaweza tukataja ni katika jina la Mungu. Wakati mwingine haina shida. Lakini ijulikane kwamba ni Mungu anayetambulikana kwa jina la Yesu Kristo. Nani amesikia? Hoja ya 7. Namna ya 7 ya kuhakikisha maombi yangu na yako yanaligusa sikio la Bwana Mungu. Funga na kuomba. Hii ni miongoni mwa vile vitu ambavyo sio lazima ufanye kila wakati. Sio lazima. Kila wakati unaweza kufunga mara moja. Hata Yesu mpaka walifika sema sasa Bwana, mbona kama vile kufunga umefuta au mbona kama wewe haufungi na wanafunzi wako? Wa Yohana wanafungwa wako hapa. Wa Mafarisayo kabisa hao wanafunga sana mwezi mzima, siku 30. Wa kwako vipi sasa? Sasa nasema muda bado. Sio kila wakati tunafunga. Sasa hivi tuko kwenye sherehe. Bwana ruhusa. Hivi mnaweza mkaenda harusini mkiwa mmefunga? Na vyakula vyote vya harusini. Ngombe. Kristo unatakiwa ufike sehemu fulani. Nikwambia ukweli. Kina maana kwamba usifunge, ufunge. Lakini ufike sehemu fulani maombi yako yasibebwe sana na kufunga kwako. Manake uko na Kristo mnafanya sherehe kila siku. Lakini ikibidi Kristo amekuponyoka kidogo, ameniponyoka kidogo, funga kuongeza nguvu ya maombi yako. Wakati mwingine haiongezi nguvu kwa sababu ndo inayabeba, inafanya mwili uwe na nidhamu ya kuomba. Uwe na nidhamu ya kuomba. Ngombe, mwili ulioshiba nidhamu inakuwa ndogo. Sehemu nyingine anasema katika Marko 9:29 anasema namna hii haitoki isipokuwa kwa kuomba na kufunga. Pamoja. Matendo ya Mitume 14:23 anasema hivi. Matendo ya Mitume 14:23 anasema hivi. Matendo ya Mitume. Tuangalia kina Paulo walichokuwa wanafanya mambo makubwa. Wakati tunaanza hapa tulianza kwa kuomba siku 3 nadhani. Vitu vikubwa. Lakini sihitaji kwamba na leo nimefunga ili kusudi mtoto wangu wa faulu mtihani nataka apate division 1 alafu naishia na division 3 tena 4 mambo mengine hayana. Kuna vitu vizito lazima hili halitoki, sio yote, kuna mengine unaenda kuanza utumishi. Labda ni kijana unataka kwenda kutafuta mwenza. Labda ni binti unataka kuanza labda maisha na mwenza. Hivi vitu si vibaya ukavianza kwa maombi na kufunga. Uko mbele utakuwa unaendelea na maombi ya kawaida. Hasa tunapokuwa tunaanza mambo makubwa. Hebu tuangalia kina Paulo wanaanza mambo makubwa, wanaanza kwa kuomba. Anasema hivi Matendo ya Mitume 14:23 anasema. Matendo ya Mitume 14:23 anasema hivi. Umeshachoka? Anasema hivi. Angaribia kumaliza. Na walipokwisha kuwachagulia wazee katika kila kanisa na kuomba pamoja na kufunga, wakawaweka katika mikono ya Bwana waliyemwamini. Unaona kwamba katika kuomba kuna imani, omba kwa imani. Wanaenda kuanzisha ujumbe, wanaanza kuanzisha kanisa. Nimetoa mfano hata kabla sijasoma mstari. Tulipokuwa tunaanza hapa, tunaanza kwa kuomba na kufunga. Na neema ya Mungu bado iko pamoja nasi. Ukisoma katika kitabu cha Yoeli anasema kama tumemkosea Mungu, tumefika mbali sana, tumeachana na Mungu sana. Wakati wa kugeuza tugeuze kwa kufunga na kuomba. Watu wa Ninawi walifunga na kuomba Mungu akawasikia. Walikuwa shakosea sana wale watu. Wakati wa nabii wa nabii Yona. Wa nabii Yona. Tuko tunasoma kufunga na vitu vya kuongeza usikivu wa sikio la Mungu katika kuomba kwetu. Hoja ya 8, omba kwa bidii bila kukoma. Labda hiyo ingeweza kuitanguliza huko mwanzo, lakini hivi si vipango kwa uzito, lakini na kauzito kama ndani yake. Omba kwa bidii. Wewe ngombe unaweza kaomba na bidii ni nzuri, lakini haya mambo yaliyotangulia kuelewana na Mungu, kushika amri. Unajua kama Mungu anaweza kwa mfano watoto wawili, mmoja ni msikivu ni mwema. Mwingine ni mtukutu kabisa hajawahi kusikia. Huyu mwema akakwambia baba, dadi naomba hiki kitu. Na kitamani hiki. Naomba ninunulie. Akaomba mara moja. Huyu mwingine ambaye ni mtukutu hajakusikia mwaka wa 3
akakuomba mara 5, utamjibu kwa sababu ameomba mara 5? Yule aliyekuwa ametengeneza mapema. Na hapa sisemi mtu yote, ninachosema ni sisi mbele za Mungu wetu. Amina. Kwa hiyo kuomba kwa bidii ni ndio, lakini kuna mambo mengine yanatangulia kabla ile bidii. Usikivu wetu. Omba kwa bidii. Yakobo anaongelea habari za kuomba. Ule mlango wa 5 ule. Kuomba. Anatoa mfano akina Elia walivyoomba. Tusikie haya. Tuko tunamaliza. Anasema katika Yakobo 5 tusome mstari ule wa 10 na Yakobo 5 tunasema ngapi? 16. Anasema ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Anasema kuna vitu vingi ndani. Anasema kwa mwenye haki. Mwenye haki mara nyingi ni mtu ambaye anasimama katika mapenzi ya Mungu, katika maelekezo ya Mungu, katika sheria za Mungu. Hiyo ni maana moja wapo mwenye haki mkubwa kabisa ni yule aliyemwamini Bwana Yesu Kristo, na hiyo ni kwa maisha ya uzima wa milele, lakini maisha ya kila siku kwa kiwango tunapojitakasa na kuacha yale Mungu aliyotuzuia, ndipo tunavyohesabiwa kuonekana wenye haki mbele za Mungu. Ni kama Ayubu alikuwa mkosaji kama wengine kwa kiasi chake, angekufa bila Kristo angeweza kuenda katika jehanamu ya moto, lakini Biblia inasema alikuwa ni mkamilifu wa moyo, mwenye haki. Alikuwa katika ukamilifu. Kwa sababu huku mbele anasema nilikuwa nawasaidia mayatima, nilikuwa nawasaidia nini? Maana alikuwa na haki fulani. Kwa hiyo anasema hivi, mwenye haki mwenyewe anapoomba alafu akaomba kwa bidii, inaongeza nini? Usikivu wa Mungu. Kwa hiyo tukitafuta haki lakini tuongeza na bidii. Sio unaomba kitu leo hata wewe unasema Kristo, una mambo gani ambayo unayaombea kila wakati consistent? Au tu zamu ya kuomba ikifika unaanza kubwaja kila neno baba naomba nishibe leo. Yaani una vitu ambavyo unaviombea. Wewe mzazi, ombea uzao wako consistently. Bila kukoma. Kwa sababu hiyo yani maombi yasiyo na mwisho. Hivi unaweza ukapumua ukasema nishapumua imetosha sasa. Kama vile unavyopumua kila siku bila kufika mwisho, endelea kufanya kitu kama hicho. Mwenye haki anapoomba anatoa mfano sehemu 2 kwenye Luka, sina muda. Luka 11 na hata Luka 18. Luka 11 ni mtu ambaye alikuwa ana rafiki yake akaja kumtembelea usiku. Koja amefika, sio kama ni matembezi. Nafikiri alifikia kwake usiku labda bila taarifa. Kwa sababu alikuwa hana hata simu. Akasema ana gongo vipi kuna nini bwana? Nimekuja bwana. Yaani safari imetokea Morogoro. Vipi sasa mbona unafika usiku? Sasa ndio hivyo tumefika usiku sasa. Anacheki hana chochote. Huyo amechoka, hana nini? Anasema basi subiri, kaa hapo. Anaamka anaenda kwa jirani yake, bwana rafiki yangu ameingia usiku huu. Naomba uniwazime mkate, kesho nitakurudishia, nimwekee, sina cha kumwekea. Na akasema bwana mzunguka dirishani, sema rafiki yangu amefika. Ishalala na watoto wangu bwana, njoo kesho. Anasema jamani ameingia usiku. Bwana nimeshakwambia nishalala wewe usikii. Kama jamani gonga anasema wewe mtoto hebu nenda kamtolee mkate mpe afu tutakotote. Maana yake alimjibu usiku huo kwa vile asivyochoka kumkumbusha, si ndio? Lakini angeweza kusema koko. Bwana hawajibu. Washalala ngoja niende. Hata bila kutaja shida yake. Koko. Hawajibu. Kumbe wanasikia, wanataka kujua hili jambazi au ni mtu wa kweli. Koko. Anaondoka. Na sehemu nyingine ni yule kwenye mlango wa 18, zote ni Luka. Consistency ya maombi. Yule hakimu, kuna mwanamke mjane ambaye nafikiri labda kwa amenyang'anywa ardhi au vyote vile mirathi sijui. Anaenda anasema hakimu
Unaona alikuwa hasubiri hata kwenda mahakamani, anamkuta nyumbani. Kong asubuhi saa 12 jamaa baridi mzee njoo kuna bibi anakuhitaji hapa. Mzee samahani sema nenda sina shida. Njoo baadaye. Baadaye akasema bana mlete ile karatasi nenda wakopi haki yako alafu tumemalizana. Kwa lugha nyingine Mungu anatutaka tuombe kama yule mwanamke kama yule mjane. Hivyo visa si mnavikumbuka? Nadhani wakati mwingine kama umesoma Biblia ni vizuri nivifafanue kuliko kuvisoma tena. Kwa sababu unaweza kuvisoma lakini maana yake ni nini? Kuomba bila kukoma. Lakini kitu kingine na ni kikubwa sana na nimekitafuta mstari mmoja tu kwa ajili ya muda. Samehe ili maombi yako yaweze kusikiwa. Tuwe na tabia ya kufanya nini? Ya kusamehe. Jamani. Mtu nakuta ana tatizo na yule, ana tatizo ya yule, ana tatizo ya yule, ana tatizo alafu wakati huko anataka maombi yake asikiliwe. Mungu anasema hapana. Malizana hawa na wao. Aidha wamefanya vitu vibaya wasamehe. Au kama labda wao ndo wamekukosea uwasamehe au kama umewakosea waombe msamaha, malizane vizuri. Kuna watu wengine sio rahisi kumalizana nao. Lakini angalau ufanya bidii kuone kabisa umejaribu amekataa yeye lakini wewe umeachilia. Huna vita naye njoo kwangu na sisi tuongee. Lakini wewe ni sana kwa mtu unataka kwenda mahakama ya maki hivi ni habari kama ya kesi nani. Unataka kwenda kwenye mahakama ya rufaa kabla hujapita mahakama ya wilaya ya mwanzo ya hakimu kazi ya mkoa ndio inaitwa. Anasema malizana na hawa watu wa chini alafu njoo kwenye finali kwangu. Tutamalizana vizuri. Unataka kucheza finali kabla hujacheza makundi? Haipo. Si kama tunaelewana kidogo. Kwa hiyo anasema Wakristo sikiliza, mtu akikukosea au kuna kitu kimevurugika nini? Hebu jaribu kidogo kwa kadri inavyowezekana. Kwa jinsi ya neno la Mungu. Soma neno la Mungu. Jaribu kulipuuzia pole na wakati mwingine kama kuna nafasi ya kwenda kutengeneza kama ikataa nenda katengeneza na Mungu wako. Useme Mungu yule mtu nimeshamsamehe au fanya bidii akiwa hawezi hataki. Mimi kuna watu tumekuwa tunagombana wakati mwingine katika maisha. Na nikiwadanganya kama sina watu tunagombana nao. Wakati mwingine labda ni nguvu tu za shetani zinua juu yangu ili kusudi ni labda anipotoshe katika utumishi na nini. Ninamuita mbele za watu bwana tutengeneze hapa. Tengeneze hapa. Inashindikana kabisa unarudi kwa Mungu unasema Mungu tumeshindikana. Naomba mimi nisamehe peke yangu. Huko utamalizana lakini mimi na yule tumeshi. Mungu anatutaka aone ile bidii. Biblia inasema katika kitabu cha Marko mlango ule wa 11 anasema mistari mingi. Nisema hili somo refu. Mambo ya kuomba ni marefu. Marko 11 nikuondoka bila kusoma hata mstari mmoja nitakuwa sijafanya vizuri. 11:25-26 anasema hivi. Marko 11:25-26 anasema hivi. Nanyi kila msimamapo kusali ndio kuomba huko. Sameheni mkiwa na neno juu ya mtu ili na baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu. Lakini kama ninyi hamsamehe wala baba yenu aliye mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Ni kuomba, ni kusamehe, ni kule kutaka tu kibali cha Mungu. Lazima tujifunze kumalizana na watu kabla tuende kumalizana na Mungu. Kishindikana tuende kumalizana na Mungu na Mungu atakuwa anaona. Si ndio? Na sehemu nyingine anasema katika kitabu sitafungua pale lakini kwa ajili ya muda tu. Anasema katika Mathayo 5:23 anasema kama una sadaka yako unataka kuipeleka kwa Mungu upate kibali aweze kukusikia na nini. Ukagundua jana unasema lakini kuna jamaa tu hatujaelewa mwaka wa 3 hatuna. Anasema ichukue sadaka iache pale madhabahuni. Nenda mtafute mtengeneze ukishamaliza njoo chukua sadaka yako itoe. Ni mfano kama huu. Lazima tujifunze kusamehe. Lakini leo hii ukiambiwa ukienda kwenye makanisa atakwambia omba hawezi kukupa vigezo na misingi ya kule kuomba. Sisi tumeona 12 na sio kwamba tumevimaliza. Hivi ni vile vilivyoonekana wazi kwenye maandiko. Kuna vingine lakini tutaje hivi 12. Kitu kingine kaa vizuri na mke wako. Na yamkini kaa vizuri na mume wako. Au kwa lugha nyingine kaa vizuri na yule mtu wako wa karibu.
Unaweza kusema hili halinihusu kwa sababu sina mke. Hili halinihusu kwa sababu sina mume. Mume wangu amekufa ni mwaka wa 10. Kuna watu wengine Mungu anakutaka kukaa vizuri nao walioko katika maisha yako. Labda wewe ni mtu mzima, mmeo hayupo, lakini labda kuna kijana wako ambaye ndiye anakulea, anakutunza kama labda mume wako ambavyo angekuwa anakutunza. Kaa vizuri naye vile vile. Na wewe kaa vizuri na mzazi wako. Ili kusudi hii haina tofauti na kutengeneza na watu wengine, lakini maalum kwa wale watu wa ndani. Unajua wakati mwingine ni rahisi kuonekana kutengeneza kusameheana na watu wa nje wafu wa ndani tukabaki hivyo. Ipo Ipo. Anasema katika kitabu cha Petro wa kwanza anasema hivi. Petro wa kwanza mlango wa 3. Kukaa vizuri na mkeo maalum lakini na mmeo. Petro wa kwanza 3 anasema hivi, mstari ule wa 7 anasema hivi. Petro wa kwanza 3:7 anasema hivi. Kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenu kwa akili na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu na kama warithi pamoja na neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Nafikiri ni jambo dogo hilo. Jambo kubwa. Nimepata maelekezo ya Mungu. Hoja ya 11 vitu vya kufanya kusudi maombi yetu yaweze kusikiwa na Mungu. Patana au kubaliana ni nini cha kuombea. Yaani mnakuwa na maombi ya watu pamoja. Kwamba jamani Mungu anakuambia baba anayeomba peke yake kwa ajili ya watoto wake wakati mama hahusiki. Mama anayeomba peke yake bila baba kuhusika. Yale maombi yana nguvu ndio. Mungu hana upendeleo. Lakini kama wangekuwa wanaomba pamoja kwa ajili ya watoto yana nguvu zaidi. Yanakuwa na double strength. Kwa sababu wamepatana katika kuomba kwao. Ndio sio? Yale maombi yanayoombewa kanisani. Kwa mfano kama siku za Ijumaa, Jumamosi tunapokutana, watu tuna yale maombi yanakuwa na nguvu kuliko maombi ya mtu mmoja mmoja. Na mara nyingi yale maombi yanayoweza kuleta influence pana katika eneo. Aidha kwenye kanisa au kwenye mji au kwenye familia. Nani yuko pamoja na mimi? Mathayo 18:19 Biblia inasema hivi. Kwa tunakaribia kumaliza. Mathayo 18:19. Mathayo 18:19 anasema hivi. Usichoke msikiza maneno, ni muhimu sana. Nishasema ukija huku njoo na full package. Tutoke tumekamilika kwa sababu mara nyingi tunakuwa hatuko hapa. Mathayo 18:19 Biblia inasema hivi. Tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba. Yaani umetokea watu wawili watatu wakakubaliana kama jamani tuombe hiki kitu. Mungu anakiona kina nguvu kuliko kiomba. Hii ni maisha ya kila siku. Hata kwa mfano nikitoka hapa katikati sisi tuna barabara haina lami. Nikitoka hapa nikaenda kwa labda kwa whatever. Labda mkurugenzi wa halmashauri. Nikasema jamani hii barabara yetu haina lami. Tutuwekee. Vipi tukienda tukiwa ni kata nzima tukatafuta wawakilishi tukakubaliana jamani tunakuja kuomba hii barabara iwe lami. Ipi itasikilizwa? Hii ya wengi, si ndio? Hata kwa Mungu watu wanapopatana anasema tena nawaambia kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloombea watafanyiwa na baba yangu aliye mbinguni. Kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu nami nipo pamoja nao kati yao. Nipo pamoja kati yao. Anasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume 4:24 anasema hivi. Matendo ya Mitume. Niko namaliza msichoke, nimeona si vizuri niache baadhi ya mistari ili somo hatukutana nalo kwa muda mrefu jao. Nitaliacha tu niweze kulifanyia kazi as much kwa kiasi utakachoweza. Kwa hiyo si vizuri liondoke linapwaya kwenye vipengele. Matendo ya Mitume 4:24 Biblia inasema hivyo. Matendo ya Mitume 4:24 anasema hivyo. Anasema nao waliposikia wakampazia Mungu sauti zao
kwa moyo mmoja, kwa moyo mmoja. Huko ndo kufanya nini? Ndo kupatana, kukubaliana. Tunaombea kitu fulani. Wakisema Mola wewe ndiwe Mungu, ndiwe uliyefanya mbingu na nchi. By the way, lazima katika kuomba kwetu kuwepo na kumsifu Mungu na kumuinua. Vipi ukienda kumsifu mtu kamwambia mheshimiwa jamani, yani unakubalika kitaifa na kimataifa. Lakini huku kwetu tumepunguka kitu fulani. Anashindwa kuelewa kama amesifiwa au ameombwa, lakini atatimiza. Kwa hiyo lakini unaona kwamba hao watu wanaungana, wanakuwa na sauti moja, wanamwomba Mungu. Mstari wa 31 Mungu anajibu, anasema hata walipokwisha kumwomba Mungu, mahali pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakaja Roho Mtakatifu wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. By the way, wanaomba kitu ambacho ni mapenzi ya Mungu. Roho Mtakatifu wa Mungu na nguvu za Mungu. Ndio sio? Na Matendo ya Mitume 16 Paulo na Sila walikuwa wanaomba kule Filipi usiku, wanaomba na kuimba. Tunaona kwamba pia tunapoomba na kuongeza vitu vingine vinaongeza nguvu. Hoja ya mwisho kabisa ya 12, jitakase mwili na nafsi. Tuwe na tabia za kutakata. Hii tushaiona huko mbele, kukaa vizuri na Mungu na nini, lakini tusiwe na makando kando tunayoyajua ya moja kwa moja. Achana na kuzishika tu amri peke yake. Lakini kama kuna sehemu tunajua ni wadhaifu, tuweze kuisafisha. Biblia inasema katika Zaburi ya 66. Zaburi ya 66. Mahubiri yetu yana neno la Mungu kidogo au liko jingi. Zaburi ya 66 mstari ule wa 18 anasema, sikiliza. Kama ningaliwaza maovu moyoni mwangu. Hapa maana yake hakuna utakaso, kuna maovu yananyemelea nafsi, si ndio? Bwana asingelisikia maombi yangu, asingelisikia. Daudi anasema maombi yangu mengi yanajibiwa kwa sababu moyoni mwangu nimepasafisha. Sina tamaa iliyojaa humo, sina hasira na chuki dhidi ya watu na hila na nini. Mithali mlango wa 28 mstari wa 9 nasema sara yake mtu aliye muovu ni machukizo mbele za Mungu. Yaani unakuta unafika sehemu fulani baada unaomba unafikiri Mungu anajibu, kumbe uko unaendelea kumchukiza. Ndio kama ile tulipoona Mungu anasema ni kama kuniwekea nini? Kuniwekea moshi katika mapua yangu. Yaani ni kama mtu unakuja unaona teja linakuomba, mheshimiwa ninaomba unisaidie ganja, na unisaidie nani msokoto mmoja, naomba tubuku bwana na ufa ndugu yangu. Yaani anakuomba umpe ile ya banki kwa mfano. Utampa? Lazima tutakase jamani. Tuombe vile vitu vilivyotakaswa. Na mwisho mstari wa mwisho kabisa Isaya mlango wa kwanza mstari wa 50. Mlango wa kwanza mstari wa 15. Sitafungua pale, tushasoma kitabu cha Isaya mara 2 nacho. Vitabu vitatu tulisoma mara 2. Isaya, Tendo ya Mitume, Mathayo. Isaya 1:15 nasema itakaseni mikono yenu iliyojaa damu kwa sababu hivi tulisha usoma okay. Anasema takaseni mikono yenu imejaa damu. Mkija kuomba mikono yenu, ninachoona naona damu, sioni maombi. Mkija kuomba naona kiburi, ninaona hila, sioni maombi. Mungu dhambi na gasi kuliko vitu kama maombi yetu. Na niko pamoja na mimi. Tukao tumeshapa. Mungu awabariki sana. Naomba tuende katika matendo yetu, katika utekelezaji. So ni vizuri kusikia na kutenda, na tutakuwa tumejenga juu ya mwamba kulingana na neno la Mungu. Mungu awabariki sana. Baba tunakushukuru. Asante Bwana Yesu Kristo, ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen.